Mheshimiwa mgeni rasmi, nimepewa fursa ya kutoa salamu na nitatoa salamu kwa ufupi sana. Kwanza nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia sisi wote kupata nafasi ya kushiriki jambo hili muhimu katika hatua ya maendeleo ya nchi yetu, hasa kwa kuwa tumeshaanza utekelezaji wa dira ya maendeleo ya 2050. Lakini tumie fursa hii pia kumshukuru na kumpongeza sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kazi kubwa anayofanya. Kwanza ya kutoa mawazo na maono na miongozo mahususi katika kuboresha elimu ya ujuzi nchini. Lakini pia ni kushukuru wewe binafsi Mheshimiwa Adolf Mkenda kwa namna ambavyo umeyabeba na kuyatengenezea mikakati ya utekelezaji maono ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, na kupongeza sana Mheshimiwa Waziri na timu yote ya wizara kwa namna ambavyo mnatafsiri na kutekeleza vizuri maelekezo ya rais wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimesimama kwa niaba ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitumie fursa hii kutoa salamu za bunge chini ya spika wetu Mheshimiwa Azan Zungu. Mheshimiwa Musa Azan Zungu anafahamu uwepo wa sisi wabunge ambao tumeshiriki katika kusanyiko hili. Ametoa baraka zake, ametoa salamu zake na ameniambia niseme sisi kama bunge hatutakuwa kikwazo katika masuala yote ya sera, sheria, miongozo na hasa upande wa bajeti katika kuendea au kufanikisha yale yote ambayo yanaweza kuwekwa katika utekelezaji kama mikakati kuelekea Tanzania yenye ujuzi na ubunifu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi kama mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo, tumeshirikiana mara nyingi katika shughuli hizi ndani ya vikao vyetu, lakini hata katika mikutano ya namna hii. Moja ambalo nataka nikuhakikishie ni kwamba kutokana na ushirikiano ambao mnatupatia kama kamati, lakini kama bunge, na kwa namna ambavyo sisi tunapata fursa ya kujifunza na kuona yote ambayo yanatekelezwa katika sekta hii, tutakuwa mabalozi wa kuzungumza yote mema, mazuri, makubwa yanayotekelezwa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa katika sekta hii ya elimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, itakumbukwa mwaka 2022 tukiwa pale Dodoma, tukiwa kwenye maonyesho kama haya. Kipindi kile alikuwa anaitwa Makisatu. Moja ya eneo ambalo tulikuwa tumelizungumza kwa pamoja, tukubaliana kwamba si kila kitu kiende Dodoma, pamoja na kwamba makao makuu ya nchi ni Dodoma, lakini ili kuongeza upana wa uelewa kwa Watanzania wote, ni vizuri haya matamasha yakaenda kwenye mikoa mingine, si Dar es Salaam, si Dodoma. Na niliomba ukakubali matamasha haya, maonyesho haya kuja Tanga, na yalikuja Tanga mwaka 2023 kwa ombi langu kama mwenyekiti wako. Nikushukuru sana, nikushukuru sana. Nikushukuru sana, uliyafanya 2023 hapa, uliyafanya 2024 hapa, na kwa bahati nzuri sana mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Dr. Batilda Buriani kwa miaka hiyo yote. Hiki ni kipindi cha 3 unatekeleza. Kabla sijaendelea, Mheshimiwa Waziri, nipo chini ya miguu yako. Ninakuomba sana kwa niaba ya watu wa Tanga na kwa niaba ya wapenzi na wadau wa elimu, ujuzi na ubunifu. Ni kweli mwanzoni tulikubaliana maonesho haya yawe Tanga kwa miaka 3, lakini kwa fursa ambazo tunaziona, kwa mafanikio ambayo mmeendelea kupiga hatua mwaka hadi mwaka, na kwa sababu mwamko wa Wanatanga unaendelea kuimarika na kuongezeka mwaka hadi mwaka, ninakuomba Mheshimiwa Waziri, na kwa bahati nzuri wewe ndio mgeni rasmi mwenyewe leo, kama ni mchawi umepewa mtoto wewe leo, nikuombe sana maonyesho haya jirani wa mkoa wa Tanga na wilaya zote ndani ya Tanga waendelee kunufaika na maonyesho haya ya elimu, ujuzi na ubunifu kwenye mkoa wetu. Na nataka nikuhakikishie chini ya uchapakazi wa mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Balozi Batilda Buriani, hatutakuangusha kama Wanatanga. Sio tu
sio tu washiriki watakunywa zile chai za nazi na za nanasi, lakini tutaendelea na ubunifu zaidi kuhakikisha kwamba kila anayekuja Tanga anafurahia mandhari, anafurahia huduma. Na niotoe rai kwa wanatanga wenzangu wote, hili ni fursa. Maonesho haya ni fursa kwa babalishe, kwa mamalishe, kwa wajasiriamali wadogo, kwa watu wenye hoteli, kwa watu wenye usafirishaji, kwa bodaboda, kwa kila mtu ambaye anafanya shughuli yoyote ya uzalishaji, aone maonesho haya ni fursa. Tuwahudumie wageni wetu vizuri kwa ukarimu, tuonyeshe namna ambavyo tunaweza kupokea na kuendelea kusimamia maonyesho makubwa ya namna hii katika mkoa wetu. Tanga oye! Elimu, ujuzi na ubunifu oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho, tumeona kwa muda wa miaka zaidi ya 5 sasa, na yamekuwa mazuri kwa katika kipindi chote, na ubunifu umekuwa ukiongezeka. Sisi kama kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo, eneo moja ambalo tunatamani kuendelea kulisisitiza ni kubidhaisha ujuzi na kuwa shughuli rasmi yenye kuzalisha na kukuza kipato. Tunatamani kuona uwekezaji unafanywa na serikali sasa unakwenda kuleta uhalisia, reality. Hatutaki tena kuendelea kuona models. Models zimetosha, zibaki wakati wa awali wa kujifunzia, lakini kwenye maonesho makubwa ya namna hii tulete vitu halisi tunavyotengeneza katika maeneo husika, bunifu ambazo zinatatua changamoto katika maeneo yanayotuzunguka, bunifu ambazo zinaenda kutengeneza tija. Na tumeona Mheshimiwa Waziri, tumepita kwenye mabanda, zipo bunifu nzuri kubwa, lakini bado hatujui kwamba zinabiasharishwa kiasi gani, ni kwa namna gani zitapata wadau wa kuweza kuweka mitaji, kubadilisha huo ubunifu kuwa biashara, kuwa utajiri, na kumsaidia mbunifu kujikwamua kimaisha na nchi kuingiza mapato. Tunatamani kufikia huko, na bila shaka kwa namna ambavyo nimeona uwepo wa balozi wetu wa China Tanzania, balozi wetu wa Tanzania nchini China, Mheshimiwa Suleiman, na namna ambavyo mashirikiano yenu yameendelea kufanyika kati ya sekta hii ya elimu na sekta zingine, ndio sababu tumeona mawaziri wa sekta nyingine wako hapa. Tunaamini kama serikali mkiunganisha nguvu, kila mmoja akitekeleza wajibu wake, hawa wabunifu hawataishia kuwa wabunifu wa maonyesho, watakuwa wabunifu ambao wanakwenda kutatua changamoto za wananchi na kuingizia pato taifa letu. Baada ya kusema, Mheshimiwa Waziri, ninawashukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibu Tanga. Mungu akubariki sana.